subhanahu wa ta'ala, ambaye atakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamjua Allah, kwa sababu kuna watu wanaishi katika ulimwenguni wasema Allah hakuna, wasema Allah hakuna. Sisi tuko tu duniani tunaishi. Kunao watu wanao iman na i'tiqad ya kuwa Allah hakuna, hayuko. Sasa sisi ambao tuishi Waislamu tuliotamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tunao imani ya kuwa Allah yuko na tutaenda kulipwa, na hizi ibada tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukitaka kurudi kwake lazima tumjue Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni kuisoma dini. Ukaisoma dini, kila ilmu ikiongezeka, hapo unamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema katika Qur'an, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa ni wale wasomi, wanazuoni waliosoma. Haya, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu at-tariq allati yaslukuha al-far ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima utafute njia ya kisawa sawa ya kurudi kwa Allah, na kutafuta njia ya kisawa sawa ni kuingia katika ibada. Huwezi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ukasema nitarudi kwa Allah, wafanya maasi lakini wasema hii maasi ambao mimi nafanya ni kwa sababu nataka kurudi kwa Allah. Wewe wataka kurudi kwa Allah lakini wafanya shirki. Kwa nini wafanya shirki? Hii shirki ambao mimi nafanya ni kwa sababu njia nataka kurudi kwa Allah. Tutakwambia hapana. Wewe umekwenda makaburini kufanya shirki, ukamwambia yule maiti, mimi nimekuja kwako nataka kadhaa 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 kadhaa, ukamwacha Allah ukafanya shirki, ukaenda kusujudia kaburi, ukafanya shirkiyat. Kisha tukikuuliza kwa nini wafanya hivi, wasema kwa sababu ni njia naitafuta ya kurudi kwa Allah. Tutakwambia hapana, hii njia ulioitafuta si sawa. Kwa hivyo kurudi kwa Allah lazima uangalie njia sahihi, nayo ni kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema katika Qur'an, fafirru ila Allah, kimbieni. Allah asema fafirru, tukimbie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umefanya maasi, yataka upatilize, ukimbilie, ufanye istighfar, ulete maghfira, kwa sababu hatujijui mauti itatufikia wakati gani. Hakuna mtu ambaye yuko ana guarantee ya kuwa mimi nitaishi muda fulani. Hakuna mtu ana guarantee ya kuwa mimi Ramadhani hii nitaimaliza, ama Allah akitujalia tukimaliza, hatuna guarantee ya kuwa tutaipata Ramadhani. La, kuna wenzetu mashallah tulikuwa tuko na wao Ramadhani tumeianza, wako na siha na afya, tukiswali na wao, wakisikia durus, wakija kuswali tarawih na sisi, lakini leo hawako pamoja na sisi. Labda wao wana ujanja kushinda sisi, labda wao walikuwa na siha kushinda sisi, lakini leo Allah akawachagua hawako pamoja na sisi. Sasa tujiulize mimi na wewe, sasa njia ni fafirru ila Allah, yataka tukimbilie turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya mwisho
Tumesema njia ni tatu. Njia ya kwanza tumesema nini? Nani anaweza kutukumbusha? Maarifatullah. Shukran. Njia ya pili? Sharif. Na Sharif uko active. Njia ya pili kufanya ibada. Shukran. Njia ya tatu maarifatu maal hadhihi at-tariq wa ma tusilu ilayhi. Je, nikirudi kwa Allah, nikikimbilia kwa Allah, result ni nini? Ama sisi twaswali tu, sisi tumeletewa Ramadhani twafunga tu? La, lakini ukaweka katika akili yako, mimi nasali lakini mwisho kuna result. Kama vile mtihani, ukikalia katika mtihani lazima utambiwa result zako ni hizi, imma umefaulu ama umefeli. Sasa huku kurudi kwa Allah mwisho wake ni nini? Wewe ukajilazimisha na taa, ukajilazimisha na 5 salawat, ukajilazimisha sahihi Ramadhani waweza kula, but ukajilazimisha kufunga, mwisho wake nitapata nini? Sasa ndo maulama wakatuganyia hizi, wakatuambia mwisho wa huwa alfawzu bil janna, ni kufaulu kuingia peponi. Allah asema katika Qur'an, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi, faqad faz, huyo ameingia peponi. Sasa sisi hizi ibada tunazozifanya tunataka kuingia peponi. Allah tujalie tuwe ni watu wa peponi. Kwa hivyo Allah asema atakayeepushwa na moto akaingizwa kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faz, hakika amefaulu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ya udanganyifu. Tukisonga mbele tuangalie hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khutbatan ma sami'at mithluha qat. Anas asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutolea khutba sijawahi kusikia, na katika khutba yake asema law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Mtume asema lau mwajua mambo ambayo nayajua mimi, za adhab, za starehe, kwa sababu Mtume alipandishwa akaona adhab. Sasa Mtume asema lau nyinyi mwajua mimi ninayoyajua, la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira, mungecheka kidogo, wala bakaytum kathira, saa zote mungekuwa mwalia. Saa zote mungekuwa mwalia, kwa sababu Mtume alipandishwa Isra wal Mi'raj, akaona sampuli za adhabu watu wanavyoteswa, akaanza kuuliza huku akijibiwa. Sasa Mtume asema lau nyinyi mwajua ninayoyajua, mungecheka kidogo na mungelia sana.
watu wa zamani wema, masahaba walikuwa wako na himma ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa, mpaka Umar ibn al-Khattab kwa ile khashia yake na kumwogopa Allah akaogopa mtume amwite mnafiq. Ndio kiangalia mtume siku moja amwita Hudhaifa, amwambia ya Hudhaifa, anshuduka billah, na kuomba kwa hisani yako, wewe ulikuwa na mtume Hudhaifa, hal sammani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani min almunafiqin, ulipokuwa na mtume kuna siku mtume ashawahi kunitia mimi katika grupu ya wanafiki. Huyo ni Umar ibn al-Khattab, khalifa, achelea aingia katika unafiki, mpaka amuuliza Hudhaifa, ushawahi kumsikia mtume akiniweka katika grupu ya wanafiki? Hudhaifa amwambia la, hakuna hata siku mtume alikuweka katika grupu ya wanafiki. Sasa mtu aogopa kutiwa mpaka katika unafiki, na huu ni Umar ibn al-Khattab. Watu walikuwa na khashya, watu walikuwa na wataka kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa, kuna mambo mawili. Yani ukawa wewe wasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya taa, lazima vile vile tujue mambo mawili. Jambo la kwanza, mawqifun baina yaday al-musalli, wakati wa kusali, pale unaposali ujue ya kwamba wewe umesimama unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu aweza kusimama kusali lakini akili yake haiko katika sala. Sisi leo tusali ni ada, si ibada. Mtu amefika salatu dhuhur, imekimiwa sala, ataingia asali aende zake. Itafika asri, ataingia asali aende zake. Umestafid nini na ile sala? Imani yako yapanda, khashya, ama wewe uko vile vile? Leo sisi tusali tuko vile vile. Hii sala inatulea, hii sala ndiyo sababu ya sisi kuzidi imani yetu na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maswali lazima tujiulize, haya maswali lazima tujiulize. Sahihi sisi tusali, mtu ana miaka 50, mtu ana miaka 60, mtu ana miaka 70. Madha istafadta min as-sala, umepata faida gani na sala? Ikiwa sala ndo sababu ya imani kupanda, ukiingia katika sala unahisi ya kuwa hii imani inapanda nikiwa katika sala, wabihi wa neema, hii ni neema kubwa. Lakini wewe wasali siku zote uko vile vile, hubadiliki. Maasiya uko vile vile, katika kudhulumu watu uko vile vile, hii sala inakuwa haijakubadilisha. Kwa hivyo jambo la kwanza ni katika sala ujue wewe umesimama na Allah subhanahu wa ta'ala, unazungumza naye. Jambo la pili tujue ya kwamba tutaenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukifufuliwa tutaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyiwa hisabu. Atakaingia peponi ataingia,
atakaingia motoni ataingia. Sasa ikiwa wataka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hisabu yako iwe sahali, mambo yako yawe mazuri, maulama wasema faman khafa bihaqqi almawqif alawwal hawana alayhi almawqif alakhir. Atakaitengeneza swala yake, basi mambo mengine yanakuwa sahali. Almawqif alakhir, ambayo ni kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfanyia sahali. Lakini mpaka tutengeneze swala zetu, tukatengeneza swala zetu, kwa sababu swala ndo sila baina al-abd wa rabbi. Tukiitengeza swala, tukiwa swala zetu ndo inatukaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe ukija kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hisabu yako inakuwa sahali. Kisha maulama wakasema waman istahana bihadha almawqif wa lam yuwaffihi haqqahu shaddada alayhi dhalika almawqif. Atakaipuuza sala, ndio first step, ukaipuuza ukaidharau, basi huko mbele mambo yanakuwa ni shida. Ndio maana Allah asema katika Qur'an, wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Allah asema katika Qur'an surat al-Insan, wakati wa usiku lazima tulete sijda kwa wingi, na kuleta sijda kwa wingi ni katika kusali. Kisha akatuambia tulete tasbih, tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tukiwa saa zote ulimi wetu ni katika adhkar, ndio sababu moja ya kuwa sisi tujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile vile Allah asema katika Qur'an, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran adhim. Kwa hivyo moja mwa njia ya sisi kupendwa na kurudi na imani kuongezeka, na tunataka hisabu zetu ziwe nzuri, ni swala zetu ziwe nzuri, na saa zote ulimi wetu uwe ni ulimi wa adhkar. Tusipoteze wakati wetu kwa mambo za kipuzi. Leo mtu aweza kaa maskan akaongea mambo za kipuzi ambazo hazina faida, akapoteza muda wake masaa mawili masaa matatu, akamsengenya huyu, akamshika huyu, apitaye atatiwa mdomoni, mambo za kipuzi ambazo hazina faida. Maal asaf, mpaka katika mwezi wa Ramadhan watu wanagana maskan ni wapi mwezi huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kukaa kupiga gumzo masaa mawili masaa matatu, maneno ambayo hayana faida, ukapoteza muda wako, ukapoteza saumu yako, ukapoteza wakati wako, ukapoteza wakati wako, ukasema mimi sahi nimefunga nataka kupush time. Wewe Muislamu wataka kupush time? Wewe wajua thamani ya wakati? Wajua thamani ya wakati? Alwaqtu kasayf in lam taqta'ha qata'ak. Leo mtu akwambia mimi nakaa hapa kwanza alasiri, badili uende usikize durus, upate fawaid, utoke na faida hata kama ni moja, usome Qur'an. Leo mtu atamaliza salatul isha, badili akae asali tarawih, yatatoka aende akatafute maskan, akakae apoteze muda wake mpaka saa 6 mpaka saa 7, watu washatoka tarawih, yeye anarudi zake nyumbani. Haya ndo maisha ya sisi tunaishi. Kisha ukimuuliza na push time. Muislamu haruhusiwi atamke maneno kama haya, napoteza wakati sasa. Napoteza wakati. Huu ni umri wewe waipoteza. Kwa sababu ubarobaro wako utaenda kuulizwa. Wa an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna. Utaulizwa ubarobaro, utaulizwa umri yako,
wewe tumekujalia miaka 50, umeifanyia nini miaka 50? Tumekupa miaka 60, tumekupa miaka 70, umeifanyia kazi gani katika dini? Umeichezea? Ukasema utakaa vibarazani upush time? Wewe tumekujalia ukawa barobaro na nguvu zako, umeifanyia nini ubarobaro wako? Katika maasiya, katika upuzi, katika anasa. Wa an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla. Haya ni maswali lazima kila mmoja wetu ataulizwa. Kwa hivyo tupange majibu ya kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukawa tayari ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba, kwa maasiya, kwa mambo ambayo tuyafanya, tujue Allah yuko tayari kutupokelea. Usiseme mimi nafanya madhambi, Allah mimi nimesumbua, nimefanya madhambi, nitasemehewa kweli? Allah yuko tayari kutusamehe. Ndio Allah asema katika hadithul qudusi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Enyi waja wangu, nyinyi mfanya makosa usiku na mchana, na mimi nasamehe madhambi zote. Basi takeni msamaha kwangu mimi, takeni istighfar kwangu mimi, mimi nitawasamehe. Kwa hivyo turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, kwa sababu ya wakati, nitamalizia na kisa kwa haraka haraka. Kabla sijamalizia na kisa, kuna tabia lazima nizungumze ambayo haipendezi. Mtu amekaa hapa atoa khutba ama atoa darasa, kuna watu wamelala, mtu amekunyoshea mpaka miguu. Hii ni tabia ambayo haipendezi. Lao ingekuwa amekuja rais hapa amekaa ama mheshimiwa, watu naona wangeja kukaa katika miguu yangu kabisa, wangekuwa wasongea. Lakini hapa hadithi za somwa, mtu amenyosha miguu amelala, hii haipendezi. Aya za somwa, mtu amekunyoshea miguu, basi haina faida ya sisi kupanga darasa na kuja kuwekea. Afadhali hizi darasa tuzipange, kisha nikae nyumbani tu, mimi nikae na mke wangu na watoto wangu niwaelezee, watanisikiza. Lakini mtu amtolea wamsomea hadith, masahaba ukimsomea hadith anakaa hivi anaangalia mtume kasema nini. Leo hadithi chungu nzima za somwa, mtu amekaa amenyosha miguu. Kwa hivyo haipendezi jamaa. Hii ni nasiha, lazima tuambiane. Khatibu akikaa ama ninio, hadithi za mtume zinasomwa, lazima tufanyeni adabu na heshima na ihtiram. Huwezi wataka kujipumzisha, nenda zako nyumbani ama kakae pale nje, at least usioneshe hadithi za somwa watu wakaona wewe umelala umenyesha. Hii kitu haipendezi na lazima tuambiane. Kiwa tutanyamaza, naweza kukaa hapa watu wote wakalala. Sasa mimi nitamtolea nani? Basi mimi nitazima speaker, nishike njia nende zangu, nende nyumbani kamtolee mke wangu, kawatolee watoto wangu, kaambia kaeni sasa hapa, watanisikiza. Lakini mimi nikae nitunge, naja kukutungia wewe, mimi hizi mambo nazijua. Mimi nikae nikutungie wewe, nitafute kitabu fulani, nitafute hadithi, hazitoki mbinguni hizi. Hizi ni mtu akakaa akatumia wakati wake iwaja kukufaidisha wewe. Basi haina haja nikae nitunge, niandike, nipoteze muda wangu. Afadhali nikae tu mimi.
Ikifika wakati wa dhuhuri tuambia haya hakuna darasa, watu walale. Haya watu walale. Kwa hivyo hadithi za mtume zikisomwa lazima tusikize mtume kasema nini. Mtume kasema nini? Aya za somwa lazima tusikize ile aya. Huyu azungumza aya, nitapata faida gani? Labda ile aya nihusu mimi. Labda ile aya nihusu mimi. Labda hii hadith nitafaidika na hii hadith. Nitarudi kwangu, nitaenda kumwelezea mtoto wangu. Nitamwelezea rafiki yangu, nimepata faida na mimi naenda kuisambaza. Wewe utaona umepata ajira ngapi? Lakini hadith za somwa wewe umelala. Basi hatuweki darasa sisi. Naona wakati wa dhuhuri tutamaliza swala iwe hakuna. Sisi kila mmoja tumwambia mashekhe bwana, kila mmoja na darasa zake aende akaelezee nyumbani kwake. Akae chumbani aelezee watu wake nyumbani. Nikimalizia, kuna kisa napenda kukieleza na wala si mwanzo ya hawa watu ambao wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, wakataka tauba. Ndio nikasema hata ukafanya madhambi vipi, Allah yuko tayari kukusamehe. Kuna watu watatu katika ghazwati Tabuk. Mwanzo nikiuliza swali, mata hadathat ghazwati Tabuk? Mata hadathat ghazwati Tabuk? Lini zilizuka vita vya Tabuk? Ai sana. Ajuaye anyoshe mkono. Mwenye kujua anyoshe mkono. Mata hadathat ghazwati Tabuk? Lini zilizuka ama zilifanyika vita vya Tabuk? Mwaka gani? Ai sana. Ajuaye anyoshe mkono. Fi sanati 9 min al-hijra, mwaka wa 9. Fi sanati 9 min al-hijra hadathat ghazwat Tabuk. Vita vya Tabuk ilipotokezea, mtume ndo aliwajua wanafiki. Sasa vita vilipotokezea, wanafiki hawakwenda kwenye vita. Vita vilipomalizika, mtume akarudi zake Madina, akawa yuko msikitini amekaa. Vita vishamalizika, kwa sababu mtume ana tabia, vita vikimalizika, jambo la kwanza akirudi kama ni Madina, anarudi msikitini mwanzo. Sasa vita vilipomalizika, mtume arudi msikitini, wanafiki wakaja, wakajua mtume kuwa akimaliza vita yarudi zake msikitini. Wanafiki wakaja, wakaanza kutoa visababu, kila mmoja akatoa sababu yake. Mtume akawajua ni warongo, lakini mtume akamwambia nyinyi ni wanafiki. Mtume akawajua ni huwa, akaja na sababu yake, huwa akaja na sababu yake. Sasa wakaja watu watatu. Mmoja ni Ka'b ibn Malik, mwingine ni Murara ibn Rabi', na mwingine ni Hilal ibn Umayya. Hawa watu watatu walipokuja, hawakwenda katika vita vya Tabuk. Hawa watu watatu wakaja kutoa, kila mmoja akatoa sababu yake. Mtume akakasirika, hakuipokelea udhuru zao, akatoa i'lan ya kuwa watu wa Madina hakuna kuzungumza na hawa watu watatu, Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya. Watu hakuna kuzungumza na hawa watu watatu. Ni kama leo mtu mheshimiwa aseme kuna watu katika mji wa Malindi, sitaki huyu mtu yoyote azungumze naye.
akitembea njiani, akija msikitini, kila mmoja amnyamazie, aje aswali aende zake, hakuna mtu kuzungumza naye. Sokoni akitembea, hakuna mtu kuzungumza naye. Lazima utasikia na dhiki, kwa sababu katika maisha yako ukitoka, lazima ukitoka uzungumze na huyu, usalimiane na huyu, uzungumze na huyu hivi. Sasa Mtume akasema hawa watu watatu katika mji wa Madina, sitaki kuona mtu yoyote kuzungumza na wao. Wakawa wana dhiki. Murara ibn Rabi' na Hilala ibn Umayya wakajifungia nyumbani, kwa sababu walipokuwa wakitoka njiani, kila mmoja amewafungia mdomo. Ile dhiki ikawachangia, wakasema sisi kwanza leo hatutoke, tutakaa nyumbani mpaka ije natija ya kuwa Mtume ameturuhusu sasa, amekubali udhuru zetu na akaturuhusu watu wazungumze na sisi. Mtume akawatia adabu kwa sababu walikuwa hawana udhuru ya kuwa wao hawaendi kwenye vita. Ka'b ibn Malik alikuwa akienda msikitini kusali, sokoni akitembea, lakini watu wamemnyamazia. Mpaka Ka'b ibn Malik akimwona Mtume amekaa safu ya kwanza, safu ya pili, alikuwa akijipeleka peleka. Kila masaa alikuwa akimwangalia Mtume. Henda Mtume atabadilika, atacheka na mimi. Kila akipeleka jicho, Mtume ageuza macho. Kila akijipeleka peleka, Mtume ajifanya kama hamuoni. Kwa sababu ni adhabu ya kuwa kwa nini, kwa sababu gani hamukwenda kwenye vita na hamuna udhuru. Na Mtume alijua hawa hawana udhuru. Baada ya masiku, Mtume akatoa punishment nyingine ya kuwa hakuna hata kukaa na wake zenu. Sasa ukae peke yako, sasa hata mke wako hakuna kumsongelea. Dhiki nyingine tayari, ushakatazwa na watu wote kukunyamaza, mpaka mke pia. Mtume akatoa onyo ya kuwa mpaka mke hakuna. Sasa wewe just imagine hivyo imekutokea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe. Ndo aya ya shuka fi surati Tauba, wa ala thalathati alladhina khulifu, watu watatu ambao hawakwenda katika vita, hawa ambao tumetaja majina yao. Hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, mpaka wakawa na dhiki ya kuwa watu wa Madina hawazungumzi na sisi, wakatamani ardhi ipasuke waingie, wakawa na dhiki na nafsi zao. Allah asema katika Qur'an, wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi. Hawa watu watatu wakaona hakuna suluhisho pa kukimbilia, ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuomba msamaha. Henda Allah akatusamehe. Waliporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema katika Qur'an, wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu. Waliporudi kwa Allah kwa dua na istighfar na taa, Allah akaikubali tauba yao. Mara Mtume atoa bishara ya kuwa watu watatu Allah wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi natoa kwamba mimi nishawasamehe, ya kuwa hawakwenda katika vita, kwa sababu sasa kuanzia sasa watu waanze kuzungumza na hawa watu. Lakini jambo la kwanza, wao walirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Baada ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume akawa ni wenye kusamehe, akawasamehe
akawakubali udhuru zao baada ya kuwa jambo la kwanza wamerudi kwa Allah. Kwa hivyo hapa funzo tunapata ya kuwa madhambi tunayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kutupokelea. Usimdharau yule ambaye Ramadhani ikifika ndo amerudi msikitini. La, usimnyoshe kidole ukamwambia wewe wasali Ramadhani mpaka Ramadhani. Mfuate, mpatie nasiha. Henda Ramadhani ikawa ndo imembadilisha. Lakini leo wewe Ramadhani mpaka Ramadhani toko na msikitini. Ramadhani ikimalizika hatutokuona hapa. Sasa ni kama wamteremsha, ni kama wamdharau. Katika dini hatufai kudharau. Amekuja msikitini Ramadhani, tukampata, ni kukaa naye chini kumpatia himma ya sala, kumpatia himma ya saum. Henda hii Ramadhani ikawa imembadilisha. Baada ya Ramadhani akawa iwaendelea kwa sababu ya ile nasiha yako. Kwa hivyo tusidharau mtu katika dini, tukamtia unyonge, tukamwambia wewe hatukuoni mpaka Ramadhani. La, haya maneno Muislamu wa kisawasawa hafai kutamka. Ni kumpa support, kumpa nasiha, kumshauri, kumfunza. Henda akawa ile maneno yako mazuri ambayo wewe umemwambia akawa ni mwenye kurudi, kwa sababu Allah asema ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmaw'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kwa haya machache, Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin.